Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, tukiwa ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hii ni Congo Post News, sauti ya wananchi, kituo chako chema na bora cha matangazo kinachokuletea habari zetu za kila siku kutoka sehemu mbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashariki, yani inamaanisha Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Basi katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo tutaongelea matukio mbalimbali toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kuendelea kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili ufahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Karibu. Habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuonyesha matumaini mapya ya kurejea kwa amani katika eneo la Sange baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda pamoja na waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya uwanda wa Ruzizi. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini pamoja na jeshi la FARDC sasa zinaanza hatua za kurejesha mamlaka ya dola, huku viongozi wakitoa ujumbe wa mshikamano na kuhimiza wananchi kuachana mgawanyiko wa kikabila. Jumanne tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, ujumbe mkubwa wa viongozi wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini ukiongozwa na makamu wa gavana Jean-Jacques Elakano uliwasili mjini Sange. Eneo lilikuwa limeathiriwa kwa miezi kadhaa na hali ya ukosefu wa usalama kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali yani FARDC na waasi wa M23 waliokuwa wakisaidiwa na wanajeshi kutoka Rwanda, kwa mujibu wa mamlaka ya Kinshasa. Ziara hiyo ilifanyika siku chache baada ya kuondoka kwa vikosi vya Rwanda pamoja na waasi wa M23 katika vijiji mbalimbali vilivyopo kando ya barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha mji wa Sange inayounganisha mji wa Bukavu na Uvira. Barabara hiyo ni muhimu sana kwa shughuli za biashara, usafiri wa wananchi pamoja na usalama wa mkoa wa Kivu Kusini. Katika mkutano wa wananchi wa Sange, makamu wa gavana Jean-Jacques Elakano alisitiza umuhimu wa kurejesha mshikamano wa kijamii na kuishi kwa amani kati ya jamii mbalimbali zilizopatikana katika eneo hilo. Alisema kuwa kipindi cha mgawanyiko, chuki na lawama zinapaswa kufungwa ili kutoa nafasi kwa ujenzi mpya wa mkoa huo ambao umeathiriwa sana na vita. Makamu huyo wa gavana alitoa ujumbe mkali dhidi ya ubaguzi wa kikabila, akisema hakuna mtu anayepaswa kukamatwa au kushakiwa kwa sababu ya kikabila au kijamii au kuhusiana na jamii anayotokea. Aliwataka wananchi kuacha tabia ya kuonyeshana vidole na badala yake kushirikiana katika kurejesha utulivu na maendeleo ya eneo hilo. Kauli hiyo imepokelewa kwa matumaini na sehemu kubwa ya wakazi wa Sange ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika mazingira ya hofu kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama pamoja na kuhama kwa wananchi waliokuwa wamekimbia mapigano. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani katika uwanda wa Ruzizi, kuondoka kwa waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kulianza siku ya Ijumaa na kuendelea hadi mwishoni mwa wiki katika baadhi ya vijiji vilivyokuwa chini ya ushawishi wao. Hata hivyo, hali ya usalama bado inaonekana kuwa ya tahadhari, huku wananchi wakihitaji uhakikisho zaidi kuhusu kurejea kwa amani ya kudumu. Wakati huo jeshi la FARDC linaendelea kujipanga katika maeneo yaliyoachwa na makundi hayo ili kuhakikisha usalama wa wananchi na kuzuia kurejea kwa mapigano mapya. Serikali ya mkoa pia imeahidi kuendelea kuwa karibu na wananchi kwa kusikiliza matatizo yao na kuharakisha kurejesha huduma muhimu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Ziara ya viongozi hao wa serikali katika eneo la Sange linaonekana kuwa ishara muhimu ya kurejea taratibu kwa mamlaka ya serikali ya Kongo katika sehemu za Kivu Kusini ambazo zilikuwa zimekumbwa na machafuko ya muda mrefu. Wananchi wa eneo hilo sasa wana matumaini kwamba hatua hizi mpya zinaweza kufungua ukurasa mpya wa amani, usalama na maridhiano ya kijamii baada ya miezi kadhaa ya hofu, migogoro na sintofahamu kwa eneo hilo. Hadi sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wa Sange na maeneo ya jirani wakisubiri kuona kama utulivu huo utaendelea kudumu katika siku zijazo. Mapigano mapya yameripotiwa katika maeneo ya nyanda za juu ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya waasi wa Twirwaneho Red Tabara wakishirikiana na M23 kufanya mashambulizi dhidi ya nafasi za jeshi la FARDC pamoja na wapiganaji wa Wazalendo mapema Jumatano tarehe 13
mwezi wa 5 mwaka 2026, yani siku ya leo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani katika eneo hilo, mashambulizi hayo yalilenga vijiji vya Kalingi, Kakenge na Bidegu vilivyopo katika maeneo ya kimkakati kwenye nyanda za juu zinazounganisha wilaya ya Fizi na Mwenga. Eneo hilo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na migogoro ya silaha inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha kwa miaka mingi sasa. Mashambulizi hayo yameelezwa kuwa makubwa na yaliambatana mapigano makali kati ya waasi hao na vikosi vya FARDC vikisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio mizito ya risasi na silaha nzito zilikuwa zikisikika kwa muda mrefu tangu alfajiri, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya mashuhuda kutoka maeneo ya karibu wameeleza kuwa familia nyingi zilazimika kukimbia makazi yao kuelekea vijiji vya jirani na maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kwa hofu ya kuathiriwa na mapigano hayo mapya. Wanawake, watoto na wazee ndio wanaotajwa kuathiriwa zaidi kutokana na wimbi jipya la watu wanaokimbia makazi yao. Mashambulizi haya yanaonekana kuvunja hali ya utulivu kwa muda mfupi uliokuwa umeanza kushuhudiwa katika sehemu kadhaa ya Kivu Kusini katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kurejea kwa mapigano katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga kunaweza kuongeza zaidi hali ya sintofahamu na kuzorotesha juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi ya Twirwaneho Red Tabara yanatajwa kuwa sehemu ya makundi yenye silaha yanayoshirikiana na M23 katika baadhi ya operations za kijeshi katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Hadi sasa jeshi la FARDC halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo inaonyesha kuwa mapigano yalikuwa makali na yanaendelea katika baadhi ya maeneo hadi asubuhi ya Jumatano. Kuongezeka tena kwa mapigano katika maeneo ya Fizi na Mwenga kunazidisha wasiwasi kuhusu usalama wa raia pamoja na mustakabali wa juhudi za amani zinazoendelea kujadiliwa katika ngazi za kikanda na kimataifa. Kwa muda mrefu sasa, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiendelea kushuhudia vita mara kwa mara vinavyohusisha makundi mengi yenye silaha, hali inayochangia maelfu ya wananchi kupoteza maisha na wengine wengi kukimbia makazi yao. Mashirika ya kiraia katika Kivu Kusini yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano hayo kuheshimu maisha ya raia na kuacha mashambulizi yanayosababisha mateso kwa wananchi waliokuwa au wasiokuwa na hatia. Wito pia umetolewa kwa serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kidiplomasia ili kuzuia hali ya ukosefu wa usalama ambayo inaendelea kuzorotesha maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wakati hali ikiendelea kuwa ya tahadhari, wakazi wa nyanda za juu za Fizi na Mwenga wanaendelea kuishi katika hofu, huku wengi wakisubiri kurejea kwa utulivu na amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa kwa muda mrefu na vita. Twende na habari kutoka huko Kisangani ambapo zaidi ya wagonjwa 1800 wamepatiwa matibabu katika mji wa Kisangani kupitia ujumbe maalum wa kitabibu uliowakutanisha madaktari kutoka Urusi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hiyo ya kibinadamu imepokelewa kwa furaha kubwa na wakazi wa jimbo la Chopo, huku ikitajwa kuwa msaada muhimu kwa wananchi wenye uhitaji mkubwa wa huduma za afya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za afya mjini Kisangani, ujumbe huo wa pamoja wa madaktari wa Kirusi na Kongo ulianza shughuli zake katika hospitali mbalimbali za mji huo kwa lengo la kutoa matibabu ya bure kwa wananchi, kufanya upasuaji pamoja na kuwasaidia wagonjwa wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali ambayo kwa muda mrefu hawakuwa na uwezo wa kutibiwa. Madaktari hao walihudumia wagonjwa zaidi ya 1800 katika kipindi cha operation hiyo ya kitabibu. Wagonjwa wengi walitoka katika baadhi ya
baadhi ya familia zisizo na uwezo wa kifedha na walikuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za kupata huduma bora za afya kutokana na gharama za matibabu pamoja na ukosefu wa vifaa vya kisasa vya hospitali. Katika hospitali zilizopokea ujumbe huo, madaktari walifanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ikiwemo matatizo ya mifupa, magonjwa ya wanawake, matatizo ya macho, magonjwa ya ndani pamoja na upasuaji wa wagonjwa waliokuwa katika hali ngumu. Baadhi ya wagonjwa waliokuwa wakisubiri kwa muda mrefu kupata huduma za upasuaji walifanikiwa kufanyiwa matibabu bila malipo. Wananchi wa Kisangani wameelezea kufurahishwa kwao na msaada huu wa kibinadamu, wakisema kuwa huduma hiyo imewasaidia wengi waliokuwa wamekata tamaa kutokana na hali ya maisha pamoja na changamoto za mfumo wa afya katika eneo hilo. Baadhi ya wagonjwa waliopata matibabu walieleza kuwa walikuwa wameishi kwa maumivu kwa muda mrefu bila matumaini ya kupata huduma kutokana na gharama kubwa za hospitali. Kupitia ujumbe huo wa pamoja wa kitabibu, wengi wao sasa wamepata nafuu na matumaini mapya ya maisha. Mamlaka za afya katika jimbo la Chopo zimesema ushirikiano huo kati ya wataalamu wa afya wa Kongo na Urusi ni sehemu ya juhudi za kuimarisha sekta ya afya nchini pamoja na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya mataifa hayo mawili. Mbali na kutoa matibabu kwa wananchi, ujumbe huo wa madaktari pia ulifanya mafunzo kwa baadhi ya wataalamu wa afya wa ndani ili kuongeza uwezo wa hospitali za Kisangani katika kutoa huduma bora kwa wagonjwa. Madaktari wa Kongo walipata nafasi ya kujifunza matumizi ya vifaa vya kisasa pamoja na mbinu mpya za matibabu kutoka kwa wenzao wa Urusi. Katika miaka ya hivi karibuni, mfumo wa afya nchini DRC yani Kongo imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi zikiwemo uhaba wa dawa, vifaa tiba pamoja na idadi ndogo ya wataalamu wa afya sasa hasa katika maeneo mbalimbali. Hali hiyo imekuwa ikifanya wananchi wengi kushindwa kupata huduma bora za matibabu kwa wakati. Wachambuzi wa masuala ya afya wanaamini kuwa ushirikiano wa kimataifa kama huo unaweza kusaidia kupunguza baadhi ya changamoto zinazolikabili taifa katika sekta ya afya, hasa katika kuwafikia wananchi wenye uhitaji mkubwa wa huduma za kitabibu. Kwa sasa wananchi wa Kisangani wanaendelea kupongeza hatua hiyo, huku wengi wakitaka operation kama hizi ziwe zikifanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kuwasaidia wananchi wengi zaidi wanaohitaji huduma za afya. Hadi kufikia mwisho wa operation hiyo ya kitabibu, mamia wagonjwa walikuwa bado wakijitokeza hospitalini kutafuta ushauri wa matibabu, jambo linaloonyesha ukubwa wa mahitaji ya huduma za afya katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za kimataifa. Na tukisalia huko Pakistan ni kwamba mlipuko mkubwa katika soko lililojaa watu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo limeua watu 9 na kujeruhi wengine siku ya Jumanne hii leo, hali inayotia wasiwasi kwamba huenda ni kuanza upya kwa mapigano na nchi jirani ya Afghanistan. Zaidi na Humphrey Mgonja. Mlipuko huo wa bomu katika eneo la Nurag Bazar umezua hofu mitaani, huku watu wakikimbilia kusaidia majeruhi na magari ya dharura yakikimbilia eneo hilo. Shambulio hilo linafuatia shambulio la gari pamoja na lile la kuvizia katika kituo cha polisi karibu na eneo la Bunu siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya maafisa wa polisi 15. Pakistani ililaumu wanamgambo wa Afghanistan kwa shambulio la mwishoni mwa juma na kusababisha maandamano makali mjini Kabul. Serikali ya Taliban ya Afghanistan imesema Jumatatu haina majibu ya moja kwa moja kujibu madai ya Pakistan. Kundi la Taliban linakanusha kuwahifadhi wanamgambo na kusema kuwa wanamgambo nchini Pakistan ni tatizo la ndani. Shirika la kukabiliana na dharura la Rescue 1122 lilisema watu 9 waliuawa na wengine takriban 30 kujeruhiwa katika mlipuko wa Jumanne kwenye soko ambalo ni sehemu ya uwanja wa jiji. Wale waliokuwa na majeraha mabaya wamekimbizwa katika hospitali za Bunu. Mohamed Ishaq, msimamizi wa matibabu wa hospitali ya TWQ, alisema wamepokea majeruhi 37 hadi sasa na wanamgambo baadhi yao
walikuwa katika hali mbaya. Nchi hizo mbili zilihusika katika mapigano yao mabaya zaidi kuwahi kutokea mwezi Februari baada ya Islamabad kufanya mashambulizi ya anga mjini Kabul, ikisema kuwa yalikuwa yakilenga ngome za wapiganaji zinazotumiwa na kuandaa mashambulizi juu ya Pakistan. Imetimu saa 1:15 kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 12:15 jioni. Habari kuu ni pamoja na shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer lazidi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni apishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 madarakani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atangaza uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali. Na wapiganaji wa kundi la waasi la M23 wajiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii ni BBC. Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mefilis Mwote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote siku ya leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha, mamlaka zimeonya kwamba safari za ndege huenda zikachelewa, zingine zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingine kutokana na upepo mkali na mvua kubwa inayoendelea. Mwenzangu Sarafina Robi alizungumza na Nixon Katembo kutaka kujua hali ilivyo. Hali inaendelea kuwa duni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na madhara ambayo yametokea na hiyo, pamoja na mvua zinaendelea kunyesha hasa katika mkoa wa Cape Magharibi pamoja na mkoa wa Mpumalanga ambao kumesababisha mafuriko makubwa. Kufikia kwamba hivi sasa serikali ya Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia hali hii, ina maana kwamba hali hii imeshuhudiwa kwa kiwango kipi ama kwa muda upi kufikia leo? Na inaendelea kushuhudiwa na zaidi itaendelea kushuhudiwa katika mkoa wa Cape Magharibi ambako shule zote zimeamriwa kufunga na kutahadharisha watu wale ambao wanaotaka kufanyia kazi nyumbani wafanyie kazi nyumbani. Lakini mkoa wa Mpumalanga ndiko ambako kumetokea mafuriko na kusababisha madhara makubwa, hata kubomoa majengo ya watu na wengine, na hivi karibuni kumekuwa hata watu kupotea kutokana na kuzama maji. Hapo kwenye uharibifu, unaweza ukaelezea uharibifu huo umeweza kuathiri mifumo ipi, labda serikali ama hata miundombinu ya serikali kufikia sasa? Ni lipi ambalo labda limesita kutokana na dhoruba hili? Ni miundombinu ya barabara katika mkoa wa Mpumalanga na katika mkoa wa Cape Magharibi ni kutatiza shughuli za kawaida kutokana na kimbunga ambao watu hawawezi kutembea, mvua kali, lakini inayohusika na majanga inaendelea kutahadharisha watu na kuhakikisha kwamba hawajikuti katika hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha. Nikumbusha kwamba kufikia katika majanga haya ni kwamba mkoa wa Mpumalanga umeathirika pakubwa, pamoja na barabara kuharibika katika maeneo tofauti, daraja kuvunjika, na katika mkoa wa Cape Magharibi ni kwamba shule zimefungwa kufikia saa 7:30 mchana leo. Tayari shule 227 zilikuwa zimeamriwa kufunga na watu kuamriwa kufanya makazi majumbani kwao, lakini sasa hii inatatiza shughuli za kiuchumi kwamba na usafiri pia unaathirika, na hii kufanya watu kujipa kipato cha kawaida cha kila siku kuwa ngumu zaidi. Kufikia sasa ni watu wangapi ambao wameweza kuathirika na makazi yao vile vile kuathirika? Na hadi kufikia sasa kwa serikali inasema kwamba kuna watu zaidi ya 500 ambao wameathirika, lakini wanaendelea kuangalia takwimu za waathirika na huenda zikabadilika muda wote. Mashirika ya kusaidia ama kudhibiti majanga kufikia sasa yanasemaje na yameweza kuwasaidia watu kivipi kuhusiana na dhoruba hili? Kuna taasisi ambayo inahusika na mabadiliko ya tabia nchi na
na inaendelea kutahadharisha kwanza watu, kutoa tahadhari za awali kwa ajili ya watu kujiandaa. Pili, mashirika yasiyo ya serikali ya kutoa msaada, kwa mfano chakula kwa wale walioathirika na mafuriko. Na pia serikali kuhakikisha kwamba kuna majengo ya dharura na maeneo ya makalia ya dharura kwa ajili ya waliohamishwa kutokana na mvua, na kuwapa huduma za msingi na utoaji wa maji safi kutokana na kuwa miundombinu ambako waliko imeathirika na hawezi kupata mima. Kutokezea katika barabara ya Guardian kuwa mabaya zaidi kwa miaka 30. Hili linamaanisha nini? Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni dhahiri na ambayo inaonekana kwamba msimu wa mvua kawaida umebadilika, na ni kwamba mvua zinazonyesha sasa zinaendelea kusababisha madhara makubwa sana ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka 30. Na bila shaka kwa tayari idara inayohusika na mabadiliko na utabiri wa hali ya hewa hapa nchini imetoa tahadhari kwa mkoa wa Cape Magharibi, mkoa wa Cape Mashariki pamoja na mkoa wa Gauteng, kwamba dhoruba inaweza ikaendelea katika maeneo haya na kusababisha mvua nyesha, na pia kuonya mafuriko ambayo yanaweza kutokea zaidi na kusababisha uharibifu mkubwa kwa raia. Nixon Katembo huyo akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Taarifa hii pia imemgusa Isa Sambo, mpenda amani Tanzania. Anasema kuna umuhimu wa kuboresha miundombinu yetu ya barabara kwa kujenga mifereji yenye ubora inayoweza kupitisha kiwango kikubwa cha maji pamoja na madaraja katika kuepuka mafuriko kwenye makazi yetu. Ameandika hapo maoni yake. Asante pia kwa nani huyo anaitwa ujumbe wake umenipotea hapa, lakini shukran kwa Mwalala kutoka Sepuka, Singida, Tanzania. Anafuatilia matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Siza Kitego kutoka Dar es Salaam kule Tanzania pia anafuatilia matangazo haya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza pia msikilizaji kusoma pia taarifa mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu, ikiwemo hii hapa. Unajua siri ya sayari isiyoonekana? Ni sayari gani hiyo? Siri yake ni nini? Tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Ripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo zinasema kwamba wapiganaji wa waasi wa kundi la AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamejiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa taifa hilo mwishoni mwa juma lililopita. Haya ni kwa mujibu wa jeshi la Kongo FARDC na afisa mmoja wa kundi hilo la waasi. Hatua hii ni ishara mabadiliko makubwa ya kwanza ya kivita katika miezi kadhaa. Asha Juma na maelezo zaidi. Kujiondoa huko kulifuatia shinikizo la kijeshi kutoka kwa jeshi la Kongo na shinikizo la kidiplomasia kutoka utawala wa Washington. Hatua hii ya kwanza muhimu ya mabadiliko katika mstari wa mbele wa vita tangu waasi hao wa M23 walipoteka kwa muda mfupi mji wa Uvira mnamo mwezi Disemba mwaka uliopita, kabla ya kujiondoa kutokana na shinikizo kutoka Marekani. Hatua hii inakuja wiki mbili baada ya Marekani kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kwa madai ya kuwa na uhusiano na kundi la waasi la AFC M23, madai ambayo rais Kabila ameyakanusha. Waasi waliondoka kutoka eneo la Kabunambo, takriban kilomita 35 kaskazini mwa Uvira kuelekea Luvungi, karibu kilomita 30 zaidi kaskazini kuelekea mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini Bukavu, ambako walikuwa wameweka makazi yao kabla ya kusonga mbele kuelekea Uvira. Raia wa Kongo waliokimbia vurugu za mwaka jana kwenda nchi jirani ya Burundi wameanza kurejea nyumbani. Mapigano yameendelea mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani na wahusika wengine wa kimataifa. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na iliyoshirikishwa kwa vyombo vya habari mwishoni mwa wiki, mratibu wa kisiasa wa vuguvugu la AFC M23
Corneille Nangaa alishtumu Marekani kwa kukosa uaminifu kama mpatanishi baada ya kusaini makubaliano muhimu ya ushirikiano wa madini na Kinshasa mnamo mwaka uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani haijasema lolote kuhusiana na madai hayo ya vuguvugu hilo la waasi. Rwanda imekanusha tuma kutoka kwa Umoja wa Mataifa na serikali za Magharibi kwamba inaunga mkono waasi hao wa M23, kisisitiza kuwa uwepo wa wanajeshi wake katika eneo la mashariki mwa Kongo ni juhudi za kuwasaka waasi wa FDLR ambao walitekeleza mauaji ya kimbari kabla ya kukimbilia Kongo. Naam, shukran Asha Juma. Na tunatoka huku barani Afrika kuelekea kote hadi bara Ulaya, ambapo maafisa wa Ukraine wamesema kwamba Urusi ilimaliza usitishaji mapigano wa siku 3 baina yake na Ukraine leo Jumanne kwa kuzindua wimbi la zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 za mashambulizi ambazo ziliharibu miundombinu ya nishati na majengo ya makazi. Zaidi na Victor Kenani. Jeshi la Urusi lilitangaza kuwa Kiev pia ilikuwa imeanza tena mashambulizi yake dhidi ya Urusi, likisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine baada ya usitishaji mapigano kumalizika. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametangaza kusitishwa kwa mapigano siku ya Ijumaa, saa chache kabla ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuongoza gwaride lililopunguzwa la kijeshi katika uwanja wa Red Square kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Waandishi wa habari wa AFP mjini Kiev walisikia ving'ora vya tahadhari na milipuko ikisikika kote katika mji mkuu wa Ukraine wakati wa mashambulizi hayo. Urusi yenyewe ilichagua kumaliza ukimya wa sehemu uliodumu kwa siku kadhaa. Usiku kucha zaidi ya droni 200 za mashambulizi zilizinduliwa dhidi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky alisema kwenye mitandao ya kijamii. Aliandika kuwa vikosi vya Urusi vilirusha zaidi ya mabomu 80 ya angani karibu na mstari wa mbele na kufanya zaidi ya mashambulizi 30 ya anga katika maeneo 7 yaliyoharibu miundombinu ya nishati, majengo ya makazi, shule za chekechea na treni. Hata kabla ya makubaliano hayo kuisha, nchi hizo mbili zilikuwa zikishtumiana kwa mashambulizi dhidi ya raia yaliyokiuka usitishaji huo wa mapigano. King'ora cha tahadhari mjini Kiev usiku kilikuwa cha kwanza kuthibitishwa katika mji mkuu huo tangu Ijumaa, kabla ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa, na mamlaka ziliwataka wakazi kujificha kwenye maeneo salama. Mashambulizi hayo yalimuua mwanamume mmoja na kumjeruhi mwanamke mwingine katika eneo la Snelikov katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Watu wengine 3 walijeruhiwa katika mashambulizi mengine katika mkoa huo, kulingana na mamlaka ya eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine katika maeneo ya Belgorod, Vonore na Rostov. Zelensky alikuwa amesema siku ya Jumatatu kuwa mapigano na Urusi yaliendelea licha ya usitishaji huo wa mapigano, akiishtumu Moscow kwa kutotaka kumaliza vita vilivyoanzishwa na uvamizi wake wa mwezi Februari mwaka 2022 dhidi ya Ukraine. Na fronti ne було тиші, були бої. Leo hakukuwa na ukimya katika mstari wa mbele wa vita, kulikuwa na mapigano. Tumerekodi yote hayo. Pia tumeona kwamba Urusi haina nia ya kumaliza vita hivi. Hivyo tunajiandaa kwa mashambulizi mapya kwa bahati mbaya, lakini lazima kuwe na amani. Hicho ndicho hasa tunachofanyia kazi. Zelensky pia alisema ilikuwa wazi kuwa vita nchini Iran sasa vinapata umakini mkubwa zaidi kutoka Marekani. Mazungumzo kuhusu vita vya Urusi na Ukraine hadi sasa hayajafikia mafanikio yoyote na kwa kiasi kikubwa yamefunikwa na mzozo wa Iran, ingawa tangazo la Trump kuhusu usitishaji mapigano ulikuwa umezua matumaini kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Marekani ya kumaliza uvamizi wa Urusi yanaweza kuanzishwa tena. Uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine umechochea vita vya umwagaji damu zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia na kusababisha vifo vya mamia maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Na ni hapo ndivyo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ni kuhakikisha kila siku tunakuletea habari sahihi na za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya kesho asubuhi na saa 12 tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa siku ya leo. Chao.